Kama umefika hadi hapa katika video hii, basi wewe tayari unajua kutumia Notebook LM. Lakini kwenye video hii sasa, wacha niweze kukupatia tricks ambazo watu wengi hawazijui kabisa. Na hizi tricks zinaweza kufanya wewe utumie AI hii katika kiwango cha juu zaidi. Ni trick gani hizo? Tazama video hii hadi mwisho. Kwanza kabisa, trick ya kwanza ni kuwa specific. Usiseme tu explain mfano AI. Unatakiwa useme nataka mfano unakuwa specific katika nchi fulani au mazingira fulani. Na maanisha nini? Let's say naandika mimi prompt hii hapa, utanielewa vizuri. Explain artificial intelligence in simple Swahili using real life example in Tanzania. Okay? Explain artificial intelligence in simple Swahili using real example in Tanzania. Ndio hicho ambacho nilichokusudia hapa. Trick ya kwanza ni hii ya kuwa specific sana katika kitu fulani. Usiseme to explain AI, iambie unataka mifano ya Tanzania au mazingira fulani. Ndio kitu kama hicho ambacho nimekifanya hapa. So hapa nikiklik hapa, moja kwa moja itanielezea artificial intelligence kwa Kiswahili kwa kutumia maisha halisia kabisa na mfano kutoka katika nchi kama Tanzania. Okay, maisha halisia ya Tanzania, namna AI inavyo. Kwa hiyo itatuletea hapa maelezo. So unaona, akili bandia, artificial intelligence ni uwezo wa mifumo ya kompyuta au mashine kufanya kazi ambazo kwa kawaida huhitaji akili ya binadamu, kama vile kujifunza kutokana na uzoefu, kutatua matatizo magumu na kufanya maamuzi. Badala ya kupewa maelekezo ya kila hatua na binadamu, mifumo ya AI inajifunza yenyewe kwa kuchunguza kiasi kikubwa cha habari. Kuna vipengele vitatu vikuu vya AI. Ili AI ifanye kazi inahitaji mambo makuu matatu yanayofanya kazi kama fumbo la picha, jigsaw puzzle. Kanuni ya kwanza, data; ya pili, nguvu ya mashine; ya tatu. Mfano ya AI katika maisha kila siku nchini Tanzania imetupa hapa sekta ya utalii. Kampuni za utalii nchini Tanzania zinaweza kutumia AI kama msaidizi wa kidigitali kuweza kupanga safari za kwenda Serengeti au Zanzibar kulingana na budget na mapendeleo ya mteja. Pia AI inatumika kutabiri ikiwa ndege kama za Air Tanzania zitachelewa kwa kuangalia hali ya hewa na data za zamani. Vile vile mfano mwingine, huduma kwa wateja. Unapotumia WhatsApp au tovuti za benki mfano CRDB ama NMB, makampuni ya simu, mara nyingi unakutana na roboti za mazungumzo, zile chatbot zinaweza kujibu maswali yako papo hapo bila kuhitaji mfanyakazi wa binadamu. Yaani unatuma message hapo hapo umejibiwa. Muda mwingine utafikiri kama kuna mtu ambaye yupo active pale na kujibu. Hapana, zile ni hizi chatbot, nazo ni miongoni mwa mifano ya AI. Kwa mfano wapo ambao tupo nao katika maisha yetu ya kila siku, tunaona vitu vinavyoendelea. Huduma za afya vile vile, AI inatumika katika hospitali kubwa kusaidia madaktari kugundua okay, kama unavyoona wewe mwenyewe utajifunza huko na kuona zaidi. Nisiongelee kuhusu AI, lengo sio AI katika video hii, tusichukue muda mrefu sana. Lakini trick ya pili ambayo ni very powerful ni role prompting. Tunasema role prompting inakuwa vipi? Let's say angalia hii prompt yangu hapa ambayo naiandika. Act as a professional teacher and explain this topic step by step in simple Swahili. Just ni Kiingereza cha kuombea maji tu, haihitaji Kiingereza kikubwa. Act as a professional teacher and explain this topic step by step in simple Swahili. Hii ni very powerful, na kama utajizoesha kutumia prompt ya namna hii, basi utapiga hatua kubwa sana na utapata vitu vizuri sana, majibu ambayo utakuwa unayapata kutoka katika hizo AI. Unaweza kuiambia AI iwe kama mwalimu ama expert au hata coach au mentor, yoyote yule, na majibu yatabadilika kabisa kulingana na prompt yako hiyo ambayo umemwambia act as a teacher ama act as a student, act as a doctor, act as a web developer. Unaweza kumwambia hivyo na majibu yatakuwa kibadilika kulingana na ile role ambayo utakuwa umeipa. So hii ni trick nyingine ambayo unaweza kuitumia katika prompt zako kuweza kuuliza hizi AI na kupata majibu ambayo yatakuwa specific, yatakuwa yamejibiwa kutokana na hiyo role ambayo umeipatia AI act kama hivyo. So itakuletea hapa professional teacher, majibu ambayo yatakupatia yapo katika role hiyo. So hiyo pia ni trick ambayo unaweza kuchukua leo. Lakini vile vile trick ya tatu ni issue nzima ya kuvunja yale maelezo. Na maanisha nini? Let's say prompt yako unaweza kuandika break this topic
into small easy parts for better understanding. Hii ndo prompt yetu, simple tu. Kama kitu unakiona ni kigumu sana, basi una uwezo wa kuiambia kikigawe hicho kitu katika sehemu ndogo ndogo, kwa lengo tu la wewe kuanza kupitia kidogo kidogo na kuelewa. Unaweza kumwandika prompt kama hii: break this topic into small easy parts for better understanding. Unaweza kuchukua trick hiyo, inaweza ikakusaidia katika kuprompt hizi AI na kupata majibu ambayo yatakuwa mazuri, yenye kueleweka, simple. Hutoumia kichwa kwa kuchukua muda mrefu kusoma maelezo mengi ambayo ni magumu na yanahitaji umakini wa hali ya juu. Lakini trick ya 4 katika video hii ni namna gani ambavyo unaweza kucombine na kuweka structure fulani katika majibu ambayo AI itakupatia. Kwa hiyo unaweza kuandika prompt ambayo utaiambia iweze kucombine. Niliweza kufanya prompt kama hii katika video zilizopita huko, so unaweza kumwambia combine all sources, kwa sababu si unajua unakuwa na sources zaidi ya moja. Kwa unaweza kumwandikia tu combine all sources and create a structured explanation with heading and key points. Kamwandikia tu kama hivi, prompt ambayo simple tu, na output ambayo itakayokuja itakuwa more organized, lakini vile vile itakuja kama document ambayo ni ya kitaalamu. Unaweza kujaribu prompt hii na ukaona matokeo yake. Na trick ya 5 ni issue nzima ya kusimplify, lakini vile vile kuingia deep, hatua kwa hatua. Kwa hiyo unaweza kumwandikia explain this simply fast. Kwanza unamwambia kuelezea kwa urahisi, wepesi kabisa, simple. Then ndio unamwambia go deeper, aingie ndani zaidi, hatua kwa hatua, step by step. Okay, prompt simple kama hii, unaanza na kumwambia kupatia kitu simple, kisha unaenda deep. Hii ni nzuri sana kwa ajili ya kuweza kujifunza kitu. Kwa unaweza kutumia prompt hii, trick hii ambayo unamwambia kwanza kupatie in simple way, then go deep step by step, na utaona output itakavyokuja. Ni very easy ku understand kitu chochote kile, kujifunza jambo lolote lile katika ulimwengu huu wa sasa ambao AI imechukua nafasi kubwa na inaendelea kuchukua nafasi kubwa. Unaweza kutumia hii notebook LM kuweza kufanya vitu kama hivyo. Lakini hatuishii hapo, kuna trick ambayo ni ya mwisho katika video hii, wacha niweze kupatia, nisiache, inaweza kukusaidia, ni kuweza kumshikilia kupatia output iliyo katika format fulani. Nayo hii ni muhimu sana. Na maanisha nini? Let's say unamwambia give me the answer in bullet. Unafahamu bullet eh? Yeah, bullet points and a short sentence. Simple tu kama hivi. So unaweza kucontrol format ya majibu ambayo atakupatia, iwe bullet point, lakini vile vile short notes au paragraph. Ukimpa hapa atakuletea katika mfumo wa bullet point na short answer. Very easy. Na prompt hizi trick zinazotumika utaona simple za kawaida tu, lakini watu hawatumii. Watu just wanauliza tu kiholela holela, mwisho wa siku majibu ambayo yanapatikana ni mabovu sana. Lakini kama unatumia trick kama hizi, basi mwisho wa siku unapata kile kitu ambacho unakihitaji, ambacho kimenyooka. Sina la ziada leo katika video hii, sina cha kuongezea zaidi ya hayo ambayo nimekupatia leo. Natumai umeweza kupata kitu japo kidogo. Usiogope kujaribu prompt tofauti tofauti. AI ni kama tool, kadri unavyoitumia vizuri ndivyo matokeo yanavyokuwa bora zaidi. So nategemea na wewe pengine utakuwa una trick fulani ambayo umekuwa ukitumia huko katika AI nyingine. Unaweza kushare na sisi katika sehemu ya comment, tukafaidika kwa pamoja. Lakini mimi leo niishie hapa. Kwenye video inayofuata ambayo itakuwa ndio ya mwisho katika playlist hii ya kujifunza notebook LM, nitakuja kuonyesha workflow kamili ya kutumia notebook LM kutoka mwanzo hadi mwisho kama pro. So hakikisha unatazama video hiyo, na kama bado hujasubscribe hakikisha una subscribe YouTube channel yangu. Tuendelee kwa pamoja katika kujifunza na kukua. Naelewa kwamba kuna vitu sijavigusia hapa. Ukiangalia upande huu wa kulia huku katika upande wa studio sijapagusia, na yote hii nataka nikuachie wewe kazi hii, uende ukafanye hivi vitu hapa na uone output ambayo inapatikana, na utakuja kuniambia baadaye katika sehemu ya comment kipi ambacho umeweza kufanikiwa kukipata baada ya kucheza na hizi tools mbalimbali huku, namna ku create report, generate report, kutengeneza flashcard, kutengeneza mind map, kutengeneza infographic. Nataka ukajaribu wewe huko na uje
unaambie output imekuwaje. Utashangaa sana kile ambacho unaletewa, ndio utajua kama kweli dunia inakwenda spidi sana katika hii issue ya teknolojia, katika issue za AI. Hivi vitu hapa sikuvigusia, lakini ni very useful na ni important sana katika hii notebook AI, na ni nguvu ambayo ipo nayo. So wacha tufungie hapa video.